tunasema asante kwa sababu wakati umefika ambapo tunahitaji kukaa na wewe kwa njia ya neno. Umezungumza na sisi jana kwa sehemu, na leo hii Mungu unaendelea kufungua ufahamu zetu kupitia neno lako. Roho wako Mtakatifu akawe mwalimu na sisi tukawe wanafunzi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kile ulichokikusudia kwenye hii semina, wale wanaotakiwa kuvuka kwenye hii semina, kusiwe kuna namna yoyote ya hili jambo kutimia. Asante Mungu kwa sababu utatuwezesha na utatufanikisha. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai ninaomba nikiamini, amen. Shangilia Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Leo tunaendelea siku ya pili. Tunaendelea na somo letu, na leo nilikuwa nataka nizungumze kipengele cha pili cha jana tulipoishia, lakini ndani yangu nikaona kuna vitu vingi ambavyo bado natakiwa kuvielezea kwenye hili eneo la mind manipulation. Bwana Yesu asifiwe. Na this time tutaenda, nikimaliza hichi kipengele cha kwanza tutakuwa tuna maombi kabla ya kuingia kipengele cha pili. Kwa hiyo tutakuwa tunasafisha kile kitu tulichojifunza, alafu ndio tunaendelea na kujifunza. Amen. Sijataka tukimbie tu ili mradi tu. Ni bora msimalize, lakini ni bora mlichojifunza kiwe halisi kwenye maisha ya watu. Leo nitaelezea zaidi spirit ambayo inafanya kazi kwenye hilo eneo la kwenye mind manipulation. Nitazungumzia namna ya utendaji kazi wake jinsi ulivyo. Nisomee kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 12 mstari wa 9. Ufunuo wa Yohana 12:9. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Rudia tena. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma huo mstari utakuwa umesikia majina matatu. Jina la kwanza anasema yule joka akatupwa. Kwa hiyo aliyetupwa ni joka. Nataka uwe makini, Biblia haijasema nyoka. Tuko pamoja? Biblia inasema yule joka, joka sio nyoka. Yule joka akatupwa. Unajua kuna tofauti kati ya nyoka na joka. Kuna tofauti kati ya mtu na jitu. Ukitaka ujue hiyo tofauti, tunamwona cameraman yule akisimama hapo, ukimuuliza mtu jitu ni nani na mtu ni nani, tukisimama na yeye unaweza ukaelewa maana yake ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona wanamwambia yule jamaa solo kwamba ni jitu,
kuna fitna imefanyika. Anaposema nyoka na joka, nyoka akiwa bado mwenye umbo dogo, Bwana Yesu asifiwe. Lakini anapozungumzia joka, anazungumzia kwenye ukubwa. Mtu akisema nimemwona nyoka, unajua kabisa kumbe nyoka kakatisha. Lakini akisema nimeliona joka, unajua hilo joka sio la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema yule joka akatupwa. Kwa kwenye picha yako naona umeshapata picha ya hilo joka lilikuwaje, si ndio? Alafu anasema yule mkubwa, sio mdogo, lakini anaelezea nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo hilo joka la zamani lilikuwa na majina, na hilo jina lilikuwa ni Ibilisi na nani? Na Shetani. Biblia inasema audanganyaye ulimwengu wote. Inazungumza kazi za hilo joka. Audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja na yeye. Na malaika zake wakatupwa pamoja na yeye. Biblia inamclassify huyu joka kwamba ana nguvu ya kuudanganya ulimwengu. Audanganyaye ulimwengu wote, sio aidanganyaye dunia. Unapozungumzia ulimwengu unazungumzia sayari zote. Manake uwezo wake sio tu wa kudanganya binadamu, ana uwezo wa kudanganya viumbe vyote vilivyoko kwenye sayari zote. Lakini nataka nikuonyeshe kazi ya hii joka. Biblia inasema akatupwa huko chini, akatupwa na malaika zake. Sifa mojawapo ya malaika walivyoumbwa, wameumbiwa utii. Bwana Yesu asifiwe. Utii ni sehemu ya maisha yao, ndio wao. Lakini hili joka liliweza kushawishi theluthi moja ya malaika. Wakakubaliana naye. Aliweza kumanipulate baadhi ya angels, aliweza kudanganya baadhi ya malaika. Tena hajawadanganyia Kariakoo, mbinguni. Mbinguni sehemu ambapo imejaa utakatifu, lakini bado alikuwa na uwezo wa kudanganya baadhi ya malaika, na wakawa tayari kuwa pamoja naye. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo ina uwezo wa kutenda kazi. Kama iliweza kufanya hivyo katika ulimwengu wa roho, mbinguni, sehemu ambapo Mungu anaishi, na aliweza kumanipulate angels. Unaweza kuelewa hili joka lina uwezo kiasi gani wa kuweza kumanipulate au kudanganya mtu wa aina yoyote, na akafanya maamuzi yatakayopelekea huyo mtu kujuta maisha yake yote. Nisomee kitabu cha Ufunuo mlango wa 12 mstari wa 12.
Baada alipowashawishi, Mungu akajua kwamba huyu jamaa anataka kuwa kama mimi. Kitu Mungu alichokifanya, akaona hawezi kupigana na bwana mdogo, hawezi kupigana na kitu alichokiumba. Kwa akaona kwenye vita hii, ngoja nimtumie mwenzake niliyomuumba kama yeye. Akamtumia Mikaeli, wakaingia kwenye vita, na walipoingia kwenye vita wakampiga yeye na wale malaika zote waliokuwa wamedanganywa naye, alafu wakatupwa nje ya mbingu, wakatupwa duniani. Sasa nisomee mstari wa 12, mlango wa 12 mstari wa 12. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humu, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutupwa chini, tangazo linatokea mbinguni. Wanasema, jamani, mliobakia wote, huu ndio wakati wa kupiga vigeregere na kila aina ya pambio, kwa sababu yule ibilisi ambaye alikuwa anataka kuleta shida huku, tumemtupa huko chini. Lakini pamoja na kwamba tunafurahia huku mbinguni, hilo tangazo likasema, ole wao. Ole wao wapi? Hebu some tena hapo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Ole wenu nchi. Sisi huku alijaribu kuwa convince viumbe ambavyo vimetengenezwa kutii, akafanikiwa. Kwa sisi tunafurahia, tumemtoa na tumemtupa. Lakini nyinyi nchi, jamani, sijui mtafanya nini, kwa sababu sio tu ametupwa huko, ametupwa, ana ghadhabu, amekasirika. Lakini sio tu amekasirika, anajua muda alionao ni mchache. Maana kumbe assignment yake imefungwa kwenye muda. Kwa hiyo naambia, huyo adui anajua kwamba muda wake ni mchache na mko naye huko. Hatuna namna ya kuwasaidia, tunawaambia tu ole wenu. Sasa nisikilize. Shetani alipotupwa duniani, akajua hana namna tena ya kupigana na Mungu wala na malaika wa Mungu, na ana kisasi. Amejeruhiwa, joka limeingia duniani, litafanya nini? Na ni lazima lipize kisasi. Kumpiga Mungu hawezi, kupiga tena malaika hawezi. Anafanya nini? Akaona, unajua wakati mwingine ukitaka kumuumiza mwenye mtoto, kama huwezi kumpiga, mpige mtoto. Sasa huku duniani ambapo nimetupwa, kuna watoto wake wanaishi, alafu kawatengenezea eti bustani, kaipa jina Eden. Nikifinya huku chini, kule lazima ataumia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Assignment yake ya kwanza, nisomee kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa kwanza. Mwanzo 3:1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Bwana Yesu asifiwe.
Biblia kwenye Mwanzo haimuiti joka, inamuita nani? Kwa nini? Kwa sababu hapa kwenye Genesis ameonekanika kama kiumbe cha kawaida, ni moja kati ya viumbe vilivyoumbwa na Mungu. Kwa kwenye bustani ya Eden ameonekana kama nyoka wa kawaida kabisa, na ni moja ya viumbe ambavyo viliumbwa na vikawa kwenye ile bustani. Kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya, Bwana Mungu akamwambia mwanamke, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mstari wa 2. Wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza nataka ukione, Biblia imemuita nyoka, haijamuita joka. Ingemuita joka, Eva angemwogopa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa alikuwa anaonekanika kawaida kabisa, mnyama wa kawaida kabisa. Lakini kitu cha pili ambacho utakiona hapa, Biblia inasema lakini nyoka alikuwa mwerevu. Biblia haisemi lakini nyoka walikuwa werevu. Biblia inasema lakini nyoka alikuwa mwerevu. Ukiona inatumia umoja, aidha kwenye bustani nzima alikuwepo nyoka mmoja, au kati ya nyoka wengi waliokuwepo kuna nyoka mmoja aliyekuwa. Kwa Biblia inatuonyesha kwamba anayezungumziwa hapa ni nyoka mmoja, ambaye Biblia inasema alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Sema wote. Kwa nini huyu nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote? Au kwa nini huyu nyoka? Mimi ninachoamini kulikuwa kuna nyoka wengi wa aina nyingi tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna huyu nyoka mmoja aliyeongea na Eva, alikuwa na uelewa kuliko wanyama wengine wote. Kwa nini huyu nyoka alikuwa na uelewa kuliko wanyama wengine wote? Kwa sababu huyu nyoka hakuwa nyoka wa kawaida, alikuwa ni nyoka mwenye spiriti ya joka. Kwa alionekanika nyoka mdogo kama nyoka wengine, lakini kiuhalisia ndani yake hakuwa nyoka kama nyoka wengine. Ndio maana nyoka wengine wote hawawezi kufanya kile alichokuwa anakifanya, na ndio maana Biblia inamtofautisha na wanyama wengine wote na nyoka wengine wote. Nasema huyu alikuwa na werevu kuliko wengine. Akasemaje huyu nyoka? Nyoka akasema, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Ogopa sana watu wanaoanza na neno ati. Ogopa sana mpaka leo. Nyoka alipoenda kwa Eva, haumuoni Eva akikimbia. Wala nyoka alipozungumza, hauoni Eva akishangaa kwa nini nyoka anazungumza, si ndio? Maana yake kumbe hichi kitu hakikuwa cha ajabu, ilikuwa ni kitu ambacho kimezoeleka. Ilikuwa ni utaratibu wa nyoka kwenda na kupiga story. Ndio maana Eva akashtuka. Siku hiyo akaja na special story inayohusiana na tunda. Akamwambia eti mmeambiwa msile matunda yote. Eva akamwambia hapana, hatujaambiwa tusile matunda yote, ila tumeambiwa tusile mti wa katikati. Wakati
kwenye Genesis 1, huyu nyoka kwenye kitabu cha Mwanzo 1. Usisahau nyoka wa kwenye Ufunuo 12. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwona nyoka wa Genesis 1, fahamu kwamba ni yule nyoka aliyepigwa na ana hasira, ndio yuko sasa kwenye Genesis 1. Eva na Adam hawajui kilichotokea kwenye Ufunuo. Labda nikuwekee namna hii. Pamoja tunasoma kitabu cha Mwanzo 1, lakini wakati wa kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Ufunuo kilikuwa bado hakipo. Si umenielewa? Ufunuo Yohana aliona yaliyotokeaga zamani. Kwa kama Eva angekuwa alisoma, kama kingekuwepo, yamkini angekuwa alerted. Kwa unapomwona huyu nyoka, anza kuliona joka, anza kumwona shetani, anza kumwona ibilisi ndani ya huyu nyoka. Na ni mwerevu, manake kazi yao wanaifanya kuliko wanyama wengine wote. Nisikilize, ukiona kuna mtu ana shida ya kuogopa sana, ukiona mtu ana shida ya kuogopa, kuna watu ni waongo mpaka anajiogopea na yeye. Kuna watu uongo ni spirit, sio tabia. Mtu mpaka na kazi, mimi sikuogopa. Mtu anaogopa kitu afu unajiuliza, kulikuwa kuna sababu gani ya yeye kuogopa kwenye hili? Ni mwongo. Nakwambia 95% una spirit ya nyoka ndani. Hata afanyaje huyu mtu ataogopa tu. Akamshawishi Eva akala tunda. Wakati anafanya hiyo assignment kwenye bustani, ndani yake nyoka anasema, huko mbinguni subiri ni mtaona. Eva alipokula tunda, Eva hakuwa na roho ya uchoyo. Sharing is caring. Kamsubiri Adam, kampa, wakala. Walipokula tu, nilikwambia jana, hii spirit, Mungu akaja. Mungu alipokuja akatoa punishment. Na ndo sehemu pekee Mungu anatangaza uadui kati ya nyoka na mwanamke. Uadui kati ya nyoka na mwanamke was a curse. Uzao wa mwanamke utakugonga kwenye kichwa nyoka, na nyoka siku zote atakugonga mwanamke kwenye nini? Kisigino. Ndio maana wanawake wengi wanasumbuliwa na nguvu za giza, kwa sababu uhasama wao ni kati ya wao na nyoka. Kasi ya mwanaume ni kati ya yeye na ardhi. Ndio maana wanawake wanaume wanaweza kawacheka, yaani kila wakati mnasumbuliwa na nguvu za giza. Wao kila wakati wanapigika kwenye uchumi. Kwa nini? Ardhi. Wanaweza kujiona hapo salama sana, hapigi mweleka, lakini kwenye uchumi kuna bonge la mweleka. Sasa hii spirit inapoanza kufanya kazi kwa mtu au inapomwataki mtu, kuna vitu vinne huwa vinatokea. Nataka uviandike hivi. Kuna vitu vinne huwa inavifanya, vitu vinne muhimu ambavyo huwa inavifanya. Namba moja, wanapoleta wazo kwenye mindset yako, kwenye ufahamu wako, huwa wanahakikisha wanatengeneza distance, wanatengeneza umbali kati ya wewe na atakaye kusaidia.
hakikisha wanatengeneza distance, umbali kati ya wewe na atakaye kusaidia. Kwa hiyo inawezekana kabisa wanapotaka kutengeneza hiyo attack, wanapotaka kuvamia ufahamu wako ili ufanye maamuzi, wanakugombanisha na yule mtu ambaye kila wakati kabla hujafanya jambo huwa unampelekea hilo jambo akushauri, na wakijua kwamba huyu mtu akikushauri lazima atagundua hila yao, huwa wanahakikisha wanatengeneza distance. Utashangaa huyu mtu alikuwa rafiki yako sana, lakini since ile ataki inapotokea huyu mtu unashangaa mtagombana from nowhere. Kwa nini? Amen. Hallelujah. Kwa hiyo watahakikisha amen, manake na iwe hivyo. Watahakikisha tuna nafasi na hawezi kumpata huyo mtu kwa wakati huo mpaka lile tukio litakapokamilika. Wakati anazungumza na Eva, Adam was not there. Adam wakati anakuja, Eva kashakula tunda. So this spirit will make sure wakati inaweka hayo mawazo kwako, Adam hayupo. Nakumbuka nikizungumzia Adam sio lazima awe mume. Adam anaweza kawa your friend. Bwana Yesu asifiwe. Adam can be a servant of God. Nakumbuka kuna binti moja alikuwa anasumbuliwa kila wakati anaanguka, then I noticed that. Nikamwambia rafiki yake kwamba hakisha namuona huyu binti nimsaidie, maana hii itamvunjia imani. Akasema sawa, akaongea naye, akaja ofisini, then tukaanza kuomba. Wakati tunaomba maspiriti yakafumuka, tukapambana nayo pale kwa uwezo wa Mungu, yakaaga, yakaondoka. Alipoondoka siku hiyo usiku akaota eti mimi Sambela nimekuja chumbani kwake, alafu ninamkaba. Sio tu kumkaba, nimemkalia kifuani. Sasa nikikukalia kifuani utapona wewe. Kwa hiyo akashtuka katikati usiku, jasho linamtoka. Akampigia simu rafiki yake, akamwambia niombee, Mungu amefunua kitu kwangu. Ghafla kwa mimi kuona deliverance ambayo imefanyika vile, nikajua huyu mtu maanake upendo wako kwa Mungu utakuwa mkubwa kwa hata kosa kwenye nini? Sijamuona. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu. Nikamwita mwenzake. Nikamwambia mbona fulani simuoni? Akaniambia nini? Anashindwa kunieleza kwamba baba unakalia watu. Siku moja sijui amemsibi hapi, kaja ofisini akaniambia unajua baba, yani nasikitika sana. Yani siku hizi ndo kwanza basi angekuwa haji huko anaenda basi kwenye fellowship zingine, lakini ndo kwanza haji, ndo kwanza anakunywa pombe. Yani sasa hivi hakamatiki. Nikamwambia shida ni nini? Akaniambia nikwambie kweli baba, baada ya siku zile kwenye maombi kumwombea, usiku akanitumia message. Akaniambia kwamba usiku ulikuwa umemkaba alafu ukamkalia. Na alipokuja kuomba akaja kugundua hicho ndio kitu Mungu ana reveal kwake. Distance. Walijua kwamba kama ataendelea kuwa karibu
kuna namna hatutapata access kabisa kwake. Ngoja tumseparate na huyu mtu, na tukishamseparate na huyu mtu tuhakikishe kipindi hicho yuko mbali, tunakamilisha tunalotakiwa kulikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kitu cha kwanza ambacho kinafanyika, wanakutengenezea distance. Namba 2, hii spirit inakupa confidence, inakupa ujasiri kwa namna ya kiroho. Taelezea hivi vizuri. Inakupa ujasiri kwa namna ya kiroho, wakiwa wanafahamu kwamba watu wengi sana, kikiwepo kitu cha supernatural juu ya maamuzi wanaoyafanya, huwa wanayafanya kwa uhakika. Kwa kitu kinachotokea, wanahakikisha aidha wanatengeneza ndoto kuhusiana na kile kitu, au inatengenezwa sauti. Unisikilize vizuri sana. Ndio maana nakushauri sana, usije hata siku moja ukafanya maamuzi based on your one dream. Ndoto yako moja isikusababisha ukafanya maamuzi kwenye maisha yako. Na siku zote wewe uko juu ya ndoto, ndoto iko chini yako. Wewe unatakiwa kuitawala ndoto, sio ndoto inatakiwa kutawala wewe. Kuna watu wakiota tu ndoto moja wanafanya maamuzi. Sasa jiulize, kama ungekuwa unafanya maamuzi, kama umeolewa labda, jiulize ulishaotaga watu wangapi wanakuoa. Sasa ungekuwa na waume wangapi? Wanahakikisha wanaleta ndoto, na hakuna kitu kigumu kama kumconvince mtu ambaye anasema Mungu kaniambia. Kuna watu kama hataki kufanya kitu wanakwambia Mungu kasema na mimi. Sasa wanapoweka hilo wazo, wanahakikisha wanaachilia aidha sauti ama ndoto, kitu cha kiroho ambacho kitathibitisha juu ya kile ambacho umekuwa ukikiwaza au unataka kufanyia maamuzi. Siku moja nikiwa Clouds nafundisha somo la mzabibu mwitu, kijana mmoja yuko Tanga alikuwa anasikiliza. Sasa sijui hata kama nimwite ni mchungaji, lakini mpaka anakuja kwangu alikuwa ni mchungaji. Kwa akawa anasikiliza lile somo, akasikiliza, afu ndani yake akajisikia nahitaji kumwona mtumishi. Kwa akaanza kufanya harakati za kupata appointment. Imekaa kama miezi 3 akafanikiwa, akaja Dar es Salaam, akanieleza, akaniambia mtumishi, I'm very disappointed. Nikamwambia nini? Akaniambia, yaani toka Mungu ameniita kwenye utumishi maisha yangu yameharibika. Akaniambia, ninapozungumza na wewe, mke kachukua watoto karudi Moshi. Kachukua watoto karudi Moshi. Kasema hawezi kukaa hapa Tanga, anateseka. Nikamwambia nini kilitokea? Akaniambia, nakwambia mtumishi, huwezi amini, toka Mungu kaniita. Sasa haya kama ni mapito yasiyoisha, mbona sifiki kwenye hilo pito? Nikamwambia, nieleze wito ulikuwaje? Akaniambia, kuna siku nilikuwa nimelala, na nikiwa nimelala ghafla nikaona mwanga, lakini huo mwanga ulivyokuwepo ni kama uko kwenye umbo la njiwa. Alafu huo mwanga unang'aa sana, alafu katikati ya ule mwanga nikasikia sauti nasema, mwanangu ukanitumikie. By that time alikuwa ni branch manager wa benki. Aliposikia ile sauti akashtuka, na alikuwa anafahamu Mungu, anasali kanisa
la kiroho. Kwa alivyoshtuka akakonkludi kwamba yule alikuwa nani? Ni Mungu. Akaamka, akaomba, akashukuru, akaomba, akaenda akashare na mchungaji wake. Mchungaji wake akamwambia hapana, subiri kwanza. Akatoka akaenda kwa mchungaji mwingine, mchungaji akamwambia huo ni wito. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Jamaa akachukua akaresign kazi. Aliporesign kazi wakamlipa hela zake. Alipolipwa hela zake, robo 3 ya hela akaingiza kwenye ujenzi wa kanisa. Akachukua hela zingine akalipia vipindi kwenye redio. Sasa mama aseme nini? Ndio wito. Sasa kama wito tutaona matunda. Kwa hiyo wamekaa kanisani, hakuna watu wanaokuja, hata akiombea vitu havitokei. Maisha yakaanza kuwa magumu, hakuna hela ya kula, hakuna namna ya kuweza kupeleka watoto wakarudishwa nyumbani kutokana na kosa ada. Ugomvi ukawa mkubwa nyumbani. Sikiliza, ukiwa hakuna shekeli, ugomvi unatokea. Wala useme spirit of confusion, msosi. Sumana tulikuwa na jioni tunadili na kesi ya mtu mmoja, akawa ananielezea namna ambavyo mkewe hamheshimu. Nikamwambia sikiliza, hatukuombei. Ukitaka kuheshimu, hakikisha issue za diapers, chakula unaleta wewe nyumbani. Ukishafanya hivyo, heshima itakuwepo. Shetani ana makosa, ila tusimsingizie. Alipoona hali ni ngumu, akabeba mtoto akaondoka, akamwambia mimi narudi nyumbani. Wapi? Moshi. Ni mkoa tu. Kwa hiyo yule baba akasema haijalishi, as long as Mungu ameniita, hata kwenye hili nitapita. Kuna siku tu mama atakuja. Kwa mimi ninaendelea kuvumilia. Sikiliza, kuna vitu viwili. Ni vizuri ukavumilia mapito, lakini usivumilia attacks. Kama ni shetani anayekutesa, ukivumilia unakufa kwenye hayo maumivu. Ndio maana lazima ujue kutofautisha kwamba hilo ni pito la Mungu au hili ni la shetani. Akakaa akaona hali ni ngumu, akaja. Sasa amenielezea hivyo, na yangu wakati anaongea I start to meditate, asking God, ule mwanga uliotokea ni wewe? Roho Mtakatifu akaniambia hapana, that's not me. Nikauliza la pili, je, huo wito ni wa kwake? Umemuita kwenye huo wito wa uchungaji? Akaniambia hapana, huyo ni mfanya biashara. Nikamwambia kaka, kuna jambo la kufanya. Kumconvince mtu ambaye ameinvest akiamini ni wito ni jambo kubwa sana. Kwa tulikaa karibu counseling, tunaongea karibu 2 hours ili aweze kuelewa ili nimuingize kwenye maombi. Tunaomba, nyoka limepanga. Angeshawishiwa kikawaida, ingekuwa rahisi sana kuchomoka, lakini ilihitaji ashawishiwe na namna nyingine ya kiungu. Sasa wewe endelea kuota mtu anakuja na mabao, unasema ni malaika. Malaika katokea. Sikiliza, issue sio shetani kuzungumza. Huwezi kumzuia shetani kuzungumza, huwezi kumzuia shetani kukupa ndoto. Hata Yesu baada ya kufunga, Biblia inasema akachukuliwa, alipokuwa kule shetani akamchukua paka kwenye kinara, akamwambia angalia. Alionyeshwa maono na Mungu na shetani. Lakini hata baada ya kuona hayo maono ilibidi ajiseni, akakataa. Akasikia sauti ikimwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu,
alikuwa anazungumza na Yesu alikuwa ni shetani. Sembuse wewe. Kwa shetani ana uwezo wa kuzungumza na wewe, wala hilo haina shida. Ana uwezo wa kuleta ndoto kwako. Kuota hakufanyi uamini kile alichokuota. Ni lazima kupambanua na kufahamu. Ni hatari sana ukafanya maamuzi based on one dream. Tukamwombea, akafunguliwa, akaniuliza ninafanya nini? Nikamwambia funga hilo kanisa au mpe mchungaji. Tafuta mchungaji mpe. Nikamwambia kama hakuna wito, kuna attacks. Popote utakapojitambulisha kama mchungaji, kuna mapepo maalum kazi yao ni kupigana na wachungaji. Na Mungu anapowaita kama wachungaji anawapa ulinzi maalum. Yale mapepo ukisema mimi ni mchungaji, yanakuja kupigana na wewe, na akija anaona hamna ulinzi, yanakupiga. Kama angalia watu wanaojiita manabii na hawana wito, angalia mwisho wao. Kwa namba 2 ni hiyo. Andika namba 3. Namba 3, hiyo spirit inahakikisha hilo jambo linafanyika kwa haraka. Inahakikisha hilo jambo linafanyika kwa haraka. Leo nilikuwa nazungumza na mtu ofisini, akawa ananisimulia kakutana na ndugu yake akaintroduce biashara kubwa ya madini, zaidi ya mamilioni ya fedha. Juzi, na alivyoambiwa kuhusiana na ile biashara, akafanya maamuzi hapo. Akasema kisha namtengenezea visa za kwenda huko Hong Kong kwa ajili ya kusupply, na hiyo hela nitakuwa nao muda si mrefu, kwa hiyo tutaenda safari. Sawa. Ahimidiwe Mungu. Jana akaja kwenye semina, anasikiliza semina, ananiambia mtumishi, nisikilize, jana akaja kwenye semina, hela aliyokuwa anaitaka imetoka leo. Manake kesho ilikuwa, kama sio Mungu kuzungumza jana, kesho mambo yangekuwa ni mengine. Kwa hiyo unaweza ukafikiri tunachokifundisha tunakiotea. No, ukiona Mungu analeta neno kwa wakati, kuna watu wanasaidika kwenye huo wakati. Nikaongea na binti mwingine amenitafuta leo, ananiambia baba, wewe siamini, jana nimeconvince ofisi nzima imekuja kwenye semina, lakini wakati wa kutoka, wakati wao wanakuja kwenye semina, mimi nikapanda gari nikaenda nyumbani. Nimefika nyumbani nasikiliza somo, akasema baba, nikaelewa ni nini ambacho nimekifanya. Yupo hapo. Wanahakikisha hilo jambo linafanyika kwa haraka. Kwa nini? Usipate nafasi ya kuwa aware. Namba 4, haupati muda wa kulitafakari. Haikupi muda wa kutafakari. Yaani haya mawazo yakisha kuja kichwani kwako, automatically unayaona ni sahihi. Yaani unaweza ukawa unawaza na kupima vitu vingine, lakini juu ya hilo hauwezi kupima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusogee mbele kidogo, muda unakimbia kweli kweli. Andika hichi. Mara nyingi hii roho inatumia
strength ulionayo, uwezo ulionao, ili kuweza kukuangusha. Inatumia strength, ule uwezo ulionao, ili kuweza kukuangusha. Tuangalie mfano kwenye Biblia. Kama kuna kitu ambacho Peter, mwanafunzi wa Yesu, alikuwa nacho. Peter alikuwa anampenda sana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anampenda isivyo kawaida Yesu. So ukiacha hiyo weakness yake ya kutaka kufanya vitu kwa haraka, strength aliyokuwa nayo, alikuwa anampenda sana Yesu. Ndio maana Yesu alimuuliza mara 3, unanipenda? Akasema ndio. Akamwambia lisha kondoo zangu. Akamuuliza mara 2, unanipenda? Akasema ndio, lisha kondoo zangu. Akamuuliza mara ya 3, unanipenda? Akasema ndio. Akamwambia lisha kondoo, mpaka akajisikia vibaya. Lakini kuna kitu Mungu alikuwa anaingiza ndani, tutakiangalia siku nyingine. Kwa sababu pia alimkana mara ngapi? Huo ufunuo tuweke pending. Bwana Yesu asifiwe. Peter alikuwa anampenda sana Yesu, na Shetani alikuwa anaona the only thing ambacho anaweza kukitumia ili kumpata Yesu ni kutumia strength ya Peter. Huo upendo, lazima nitumie upendo kuweza kumwangamiza Yesu. Ndio maana mimi nawaambia watu, kuna watu wana huruma, wao wanakopesha au wanawapa watu hela zao zote. You need deliverance. I'm telling you. Lazima ujue kutoa, lakini lazima ujue kuwa na kiasi. Ukishindwa kuweka kiasi, Shetani atatumia hiyo strength yako kwa ajili ya kukudestroy. Waulize wadada wanaojua wanapenda sana kuliko Roho Mtakatifu, wanashika kuumia. Wanaishia kwenye maumivu. Yaani mimi sijui, mimi napenda jamani. Yaani mimi ni definition ya kupenda wewe. Nisome hicho kitabu. Dekota. Bwana Yesu asifiwe. Yohana sura 21 mstari wa 15 mpaka 17. Ngapi? Tapeni? Yohana 21. Dekota. Mathayo mlango wa 16. Iko na Yohana baba. Mstari wa 21 mpaka 23. Endelea mwanangu. Tunaenjoy kwenye nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Mathayo, Yes. Yes. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya 3 kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ile upendo aliyokuwa nao Peter kwa ajili ya Yesu,
Shetani akapita mule kwamba kwenye huu upendo alionao ninautumia huo kwa ajili ya kuleta ovu. Na ukiangalia kitu Peter anachokisema kwenye macho ya kawaida ni kitu kizuri. Anaambia haiwezekani ukauawa, it is impossible. Utawawaje na sisi tuko hapa? Ona kitu Yesu anachokisema ndio kitakachotufungua sana. Anasema akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu. Huyawazi maanake kuna mawazo ya Shetani yaliingizwa kwenye kichwa cha nani? Kwa hiyo alipokuwa anamwambia nenda nyuma yangu Shetani, alikuwa anazungumzia pepo lililoweka mawazo kwenye mind. Kwa Peter lazima kilimsumbua kwamba sasa bwana mkubwa, sinasema kwa sababu nakupenda. Yani it was genuine love. Kwake yeye ilikuwa imetokana na upendo wa kwake juu ya Yesu. Lakini nyuma ya hiyo strength, nyuma ya huo upendo ulionao, Shetani aliamua kutumika hapo. Ndio maana unaweza ukashangaa kila unapopata pesa ndio watu wanakuja kuomba hela. Whenever you make a plan kwamba this time nakusanya hela, ukifungua mlango nataka nikanunue kiwanja, milioni 4, milioni 6, sijui milioni ngapi zimeingia, ziko kwenye account, zimeingia leo, kesho kuna watu wanakuja kuomba. Na kwa sababu ya huruma yako, usipokuwa makini ukazidi kutoa, hautasogea. Kutoa sio vibaya, lakini lazima uangalie katikati ya hii strength nilionayo, bado huyu ni Mungu. Katikati ya hii huruma nilionayo, bado ninalifanya la kimungu. Kuna siku moja jamaa mmoja akaja ofisini, ananiambia yeye ni mchungaji, alimwombea mtu akapona. Alipopona akafukuzwa, akatengwa na kanisa lake. Kwa amekuja Dar es Salaam, sio anataka msaada wa kisheria, kwa hana mtu, kalala Ubungo. Kwa hiyo anatembea akaona hapa kuna kanisa, kaja kaambiwa njoo kwa mchungaji. Kaambia unaitwa nani? Akaniambia ninaitwa James. Nikawa namwangalia, nikamwambia wewe sio James, wewe ni Bakari. Nikamwambia wewe muongo. Nikamwambia na kwa hili utajichumia laana. Aliingia akiwa jasiri, aliondoka kama kamwagiwa maji. Unaweza ukafikiri una huruma ukatoa. Nisikilize, sadaka ni nzuri, lakini kilichomaliza Kaini ni sadaka. Sio chochote, kilichomaliza Kaini ilikuwa ni sadaka. Na sio kwamba alikataa kutoa, alitoa isivyo sahihi. Unajifanya una huruma, kila mtu ambaye amekaa anajifanya kaumia mguu, kumbe kakunja kakaa, unatoa. Kuna sehemu zingine hao watu ukitoa zinakuconnect na madhabahu zao. Umetoa kwa nia nzuri, uchumi wako unakata. Pamoja na kukaa na Yesu muda wote wa miaka yote mitatu. Maana Yesu anaongea kwa habari ya kwenda msalabani, manake muda umeisha, karibia miaka mitatu umeshakaa naye. Pamoja na kukaa naye miaka mitatu, bado huyu Shetani alipenyezesha mawazo. Ndio maana tukwambia this spirit is very smart. Very smart. Imeweza kuingia kwa Peter na ikafanya, lakini Yesu akaidetect, akairebuke.
Wejiangalie kwenye mawazo yanayokuja. Wakati mwingine unaweza ukakaa, ukasimama, ukaongea sehemu, ukafikiri unamtetea Mungu, kumbe uko kinyume na Mungu. Nimeona watu wengi sana wakiwasema watumishi wa Mungu wakizani wanamtetea Mungu, kumbe ni kinyume na Mungu. Bado ununue wewe, laana bado unaitafuta mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tusogee mbele kidogo, amen, na dakika 5. Kesho tunaenda kudili na hii awamu ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kesho tutakuwa na special prayer kwa ajili ya huyu joka. You will see what will happen. Andika hii alafu nitaielezea, sitaisoma kwa sababu ya muda. Mathayo mlango wa 26 mstari wa 38 mpaka 45. Mathayo mlango wa 26 mstari wa 38 mpaka 45. Andika pia kitabu cha Yohana mlango wa 11 mstari wa 42. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe shida iliyoko kwenye hili eneo la maamuzi. Baada ya shetani kuharibu kwenye bustani na Mungu akawafukuza Adam na Eva kwenye Eden, kikamuumiza sana Mungu, kwa sababu mahusiano kati ya yeye na wanadamu yalikuwa yameharibika. Kwa ikamlazimu aje duniani. Atakujaje duniani? Lazima atafute mwili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima afe ili ile damu yake itutakase, iweze kurudisha mahusiano tena. Kwa Mungu akatoka alipokuwa kama roho, akaingia ndani ya tumbo la Bikira Maria. Bikira Maria akashika mimba, akajifungua. Yesu akakua, akakaa miaka 30, akabatizwa, akaanza kuhubiri kuanzia mwaka 30, 31, 32. Anawaelezea wanafunzi wake kwamba imenibidi mimi nife, nimekuja ili niwakomboe, nitakufa lakini siku ya 3 nitafanyaje? Miaka yote anaelezea. Manake anajua anachotakiwa kufanyaje, kukifanya. Ulipofika wakati wa tukio hilo kubwa kutokea, Yesu akaanza kusema, nasikia huzuni rohoni mwangu. Akaanza kupata shida. Ghafla mawazo yakaja kichwani kwake kwamba kwani hakuna namna nyingine? Kwani lazima nife msalabani? Akaona kwa sababu hili sio tulilolipanga, ngoja niende kwa Baba. Akaenda akaomba, akijua lililomfuata. Akamwambia, ikiwezekana kikombe hiki kifanyaje? Manake anaomba Mungu, kama kuna uwezekano wa njia nyingine mbadala, nisife msalabani. Akijua amekuja kwa ajili ya hilo. Akaomba mara ya kwanza, Mungu kakaa kimya. Akarudi akawaangalia rafiki zake, akawakuta wamelala fofofo. Na mimi na hao marafiki bwana. Akaenda akawaamsha, akarudi. Akaomba tena, akamwambia, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ana mawazo ya kubadilisha kitu ambacho kimemleta duniani. Manake anasema, sasa kama kuna namna nyingine, kwani huo wokovu lazima waufanye sasa hivi? Mungu akakaa kimya. Akarudi, labda hawa jamaa wanisapoti kwenye maombi. Akakuta jamaa wamelala. Akawaamsha, akaambia, mmeshindwa kukesha hata mimi kwa lisali moja. Akarudi mara ya 3. Akaomba, akaona kimya, akaona hili
sio la kwangu. Akamwambia Mungu, ikiwezekana mapenzi yako yatimie. Kuna kitu kimoja nataka ukione. Yesu alikuwa na confidence ya kuambia wanafunzi wake. Alimwambia kwenye Yohana 11:42, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiye uliyenituma. Aliwaambia wanafunzi wake, nisikilizeni, kuna ujasiri mmoja nilionao mimi, nikiomba wakati wote Baba ananisikia. Kabla ile tukio, mimi na Baba tuko hivi, nikipiga tu prayer Baba ananisikia. Ndio maana miracles zinatokea. Lakini kwenye hili, kila alipokuwa akienda kuomba, Mungu anasema no, that's not you. Na nikisikia, ni kweli ninasikia, lakini nikijibu nimeabort kila tulichotaka kukifanya. Maana yake kama siku ile Mungu angejibu ile maombi, mimi na wewe tusingekuwa hapa leo. Where did those thoughts come from? Na ilikuwa ni dakika 1, 2 au 3. Kama Mungu angejibu na maamuzi yangefanyika, maisha ya wokovu yasingekuwepo. Only 3 minutes. Mungu akaamua kukaa kimya. Sio kwamba wakati mwingine Mungu hajibu maombi yako sababu hasikii, anasikia, ila kukaa kimya ni kujibu maombi yako. Pale alikuwa anamjibu Yesu. Anamjibu kwa namna gani? Anamjibu kwa kukaa kimya. Wakati mwingine ukiomba, ukiona Mungu kakaa kimya, mwambie Mungu, ninashukuru kwa hilo jibu. Yesu aliposoma ule mchezo akajua no. Akaenda akamwambia wanafunzi wake, akamwambia sasa amkeni, maana wakati umefanyaje? Umewadia. Na alipotoka tu kwenye bustani, bwana Yuda huyo. Lakini ona, ndani ya dakika chache kwenye eneo lake la maamuzi yangekubalika, mission yote ingekuwa aborted. Tunataka kudili na hii spirit ya joka. Kuna watu mmeshaathirika na maamuzi kwenye maisha yao, na wanafanya kama wanavyotaka kwa sababu ufunuo haukuwepo, na huwezi kujua kama hilo ni tatizo. Kesho either Mungu anakuja kutufungua, au kama haji sisi tunaenda juu. Yaani hayo mawili lazima moja litokee. Sasa tutaendaje juu mbinguni kirahisi? Haiwezekani, itabidi afanyaje? Kesho ni sisi vita na hii joka. Utaona nitakaposema kwa jina la Yesu, kila ufahamu ulioshikwa kwenye eneo la maamuzi, you'll be surprised. You'll be surprised. You'll be surprised. Kuna watu ni sauti kabisa zilishasema. Kuna watu mpaka dakika hii, kuna vitu wamemshikilia wakizani ni Mungu. Kuanzia kesho utajua kwamba yeye sio Mungu. Kuanzia kesho kuna awareness itakuwepo. Kuna vitu kuanzia kesho ukiviangalia unasema no, that was not me. That was not me. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunafanya nini kesho? Nataka nikupe hii assignment. Kuna maamuzi yaliyoko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maamuzi unatoka, kama huna maamuzi unataka kuyafanya mbele, yani wewe sijui ukoje.
Kuna maamuzi ambayo unataka kuyafanya mbele. Kama unaweza yaandike, ainisha 1, 2, 3. Kuna maamuzi ambayo umekwisha yafanya na haujui if it's God or not, yaandike hivyo hivyo. Na kuna maamuzi ambayo hata unahitaji kupambanua. Nilipofundisha tu hivi unajua kabisa da. Ndio maana kesho spiritually kuna mahusiano mengi yanakufa. Sasa usije ukaacha kuja. I'm telling you. Wale ambao hawajaolewa, maana tutagonga pole sosi hayo maamuzi ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni Holy Ghost, kuanzia kesho mahaba moto moto. Lakini kuanzia kesho unaona tiki zote mbili, afu kimya. Unaita status, afu unaenda kufika kaona. Unakuta kaona namba 1. Simama hapo. Kesho ni vita. Amen. Kabla hatujaingia kipengele cha pili, maamuzi kutokana na mazingira. Unakumbuka niliongea kitu? Alafu tutaingia tena maamuzi kutokana na watu. Hakikisha unaviandika hivyo vitu, na kesho tutakuwa tuna sadaka ya kwanza, tutakuwa tuna sadaka moja tu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kitu ambacho atakifanya. Amen. Kwa hiyo utaandika hicho kitu, utaandika hiyo karatasi yako, utaweka kwenye bahasha, utaambatanisha na sadaka yako. Kama hautakuwa na bahasha, kesho wakija hapo watakupa bahasha, utaweka. Lakini bahasha is very cheap. Unaweza ukaichukua leo hii kitoko kanunua, ukaomba nayo, ukaandika hayo maombi yako yote. Alafu kesho tunaingia kwenye vita vya kiroho. Tunataka tuchekeche hayo maamuzi kwanza kwenye ufahamu kabla tujaendelea mbele. Amen. Amen. Chukua sadaka yako, niombe kabisa. Muda wangu kesho nitasimama ule ule. Kwa hakikisha unawahi. Shetani asikutriki. Amen. Shetani asikutriki, usikubali. Usikubali. Unaweza ukashangaa saa 11:30 yule ule mdai ndo anakuambia tukutane Mlimani City. Anakuambia nimechoka kudaiwa. Kesho naenda Dodoma, njoo nikupe lako Mlimani City. Mpendwa, wewe njoo huku. Kwa sababu utaenda Mlimani City hautamkuta. Utakuja na hasira huku, moyo wako umeumia. Bwana Yesu asifiwe. Tuidedicate kesho kwa ajili ya Bwana. Amen. Kama kuna mtu pia unamfahamu ambaye unaona ana shida, kwa mfano kuna mume wako, unajua kuna mawazo anatakiwa kuyafanya, kuna maamuzi anatakiwa kuyafanya, au unajua ana changamoto kwenye hilo eneo la maamuzi, andika na hiki karatasi chake, weka bahasha yake, njoo naye. Hata kama ni boyfriend, kuwa na boyfriend sio dhambi. Andika maamuzi yake. Sasa sijui kama uamuzi wa kukoa kama utakuwa ni mmoja wapo. In short, ninachokizungumzia ni kwamba you can do it for others. Amen. Lakini zaidi wakaribishe pia na wenzako kesho. Raha ya haya mambo, unafunguliwa wewe na marafiki zako wanafunguliwa.
kuwa na rafiki mwenye hilo spirit nao ni changamoto sana. Utanielewa baada ya kesho wakati nazungumza kwa habari ya manipulation kupitia watu wa pembeni yetu. Kwa hiyo wabebe, waambie pale kuna watu wanasifu, usiwaeleze moja kwa moja. Waambie pale kuna watu wanasifu sana, you are welcome. Funika macho yako. Roho Mtakatifu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya hii hatua nyingine ambayo tumepiga. Ninajua Mungu, kesho tunaanza kwenye lile ambalo umetuitia, kwenye lile ambalo linatufanya tukashindwa kustretch yale maamuzi ambayo kila wakati yanaturudisha nyuma. Tumegundua kwamba si mapenzi yako kwamba kila tunalolifanya halitimii wala halitokei. Kila tunalolifanya tunaishia kushindwa. Bwana, tumegundua nini kiko nyuma ya haya maamuzi, na siku ya kesho tunaomba Roho yako Mtakatifu akashuke kama moto lao, akatufungue kwenye kila spiriti ambayo iko connected na hili nyoka, ambayo iko connected na maamuzi yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth le hai. Asante Mungu pia hata kwa ajili ya hizi sadaka ambazo tumezishika. Ni sehemu ya shukrani juu ya neno lako, juu ya kile ambacho umekisema. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth le hai ninaomba nikiamini, wote tuseme amen. 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 Basi kuanzia kule nyuma utakuja kuleta sadaka yako hapo, unaweza ukaketi. Alafu mtumishi John baada ya sadaka atairisha. Mungu awabariki sana. Karibu mtumishi John. Lion of Judah, we worship you. Na ukishajihisi kwamba hali haitakuwa njema sana, put on your trouser, sababu kesho kuna overflow ya kutosha. Kwa hiyo hata ashes pia kazi itakuwa ndefu. Kwa hiyo baada ya ibada, ashes na praise and worship, naomba tutakutana hapa pamoja na kiongozi wenu Diana. Amen. Na mimi nakusihi katika jina la Yesu, nakusihi katika jina la Yesu, dhamiria kwa moyo wa kupenda. Kesho nyoka aweze kukuachia. Si nyoka waga na sumu kwa hiyo kesho pia. Kwa hiyo ukiguswa huko kesho kutuletea vibakuli vya kutapikia, Bwana akuguse pia utuongezee vibakuli vya kutapikia.
Ni sadaka yako kwa Bwana. Inua mkono wako juu. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako. Tunakushukuru kwa ajili ya fadhili zako. Ni nani aliye Mungu mkuu kama wewe? Umeachilia neno lako ili uweze kuturescue, uweze kutuokoa kwenye mikono ya yule mwovu. Father, I believe operation hii imeanza toka neno lako lilipoingia ndani yao. Maana injili imebeba usikivu ndani yetu ili maisha yetu yaweze kubadilika. Bwana, usituache. Ni maombi yangu mbele ya uso wako. Watoto wako wanatusikiliza pia hata kwa njia ya online, hata walioko hapa, kesho usiwapite, wala wao wasikose ibada hii katika jina la Yesu Kristo. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Uwe na usiku wenye baraka, usiku wa kutafakari maamuzi yako, usiku wa kutafakari nini cha kuamua, usiku wa kumsihi Mungu akufungue siku ya kesho, usiku wa kuombea ibada ya kesho. Na Mungu akubariki kesho, uanze kwa furaha na umalizie kwa kishindo cha furaha. Bwana awabariki. Mungu awabariki sana.